Mimi nachowaahidi ni kuwa tarehe 26 nitafanya boxing nzuri ambayo hawajazoea kuiona katika career yangu yote ya boxing kwa kipindi chote ambacho hawajawahi kuniona. Nikienda nayo katika sura ya kisasi, manake nitapigana. Kwa hiyo inaweza ikatokea knockout round ya kwanza, ya pili, ya tatu, ambapo mimi binafsi haitanifurahisha kwa sababu nimejiandaa. Yani nataka, unajua kuna watu wengi wameibua mjadala na maswali mengi wanaposikia Mwakinyo anajiita professional boxer. Sasa kuna namna ya kuitofautisha ile professional boxer na boxer yenyewe. Umeelewa? Sasa natamani nipate muda mrefu ili nionyeshe kile ambacho ninacho cha ziada watu wengi ambao hawana, ili nikisema mtu ajue ana haki kusema vile kwa sababu ana fulani anakifanya fulani hawawezi kukifanya. Natamani tufike huko. Lakini nikibeba hisia za kisasi, maana yake nitakwenda kwenye vita ambavyo haitakuwa nzuri kwangu. Naweza kushinda hivyo, lakini bado nitakuwa nimefanya mazoezi miezi 8 7, vitu ambavyo ninavyo bora wanaviona wanaonisimamia mazoezini hawavioni watu wengi ambao watakuwa wamejaa kwenye hadhira siku ile wanataka wanione. Kwa hiyo tuende nayo kuwa tunahitajika tupate matokeo mazuri kwenye hilo pambano, kuleta heshima ya nchi, lakini pia kuonyesha mchezo mzuri ambao utafanya kila mtu aone thamani na umuhimu wangu wa kuendelea kwa kwenye tasnia. Kwa sometimes tunashindwa kufanya vitu vya ajabu kwa sababu ya family na watu waliokuwa nyuma yetu, lakini kama anaamini mtu anaweza kufanya kila kitu, aharibu tena na pambano hili hapa, alafu ataona shani ya Mungu. Na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu mmoja, Watanzania wote mtakusanyika Kisutu kusubiri kusikiliza shauri yangu itakuwaje. Vibaya sana. Akijaribu kukukwamisha kwa mara nyingine tena, ili pambano wafanye. Wallahi na hapa kwa Mwenyezi Mungu mmoja, sijawahi kuapia hivi kwenye interview yangu yoyote.